Gumzo kubwa linaendelea kufuatia chama cha Chadema kuzuiwa na mahakama kufanya shughuli zake. Hii ni baada ya maombi ya wanachama watatu wa chama hicho kutoka Zanzibar, yaani Said Issa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar kwa miaka 15 kutoka mwaka 2010 mpaka Januari 21, 2025. Mwingine ni Ahmed Rashid aliyekuwa mjumbe wa bodi ya wadhamini wa Chadema, na watatu ni Bi Maulida Anacom aliyekuwa makamu mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Chadema. Vikao vya kamati kuu vya mwanzo tulivyokuwa tukikaa wameondoka wote mpaka Kimisera kamalizika juzi. Lakini mimi namwambia Mwenyezi Mungu usinichukue mpaka nione Chadema imeingia Ikulu. Tumeongea na Bi Maulida, mmoja wa walalamikaji wa kesi hii, na haya hapa ni maoni yake kuhusu yanayoendelea. Nilikuwa naomba maoni yako kwa hatua ya kwanza ambayo inaonekana maombi yenu yamekubaliwa. Labda unaelezeaje? Sielezei vizuri kwa sababu sipendi shari. Tatizo liliopo linatakiwa Chadema tu, tangu mwanzo tulivyosema Chadema iwape na Chadema wenzao fungu kidogo. Nyumba kama ni nyumba, na wapate ofisi yao, na wapate usafiri. Basi kwa hiyo kama watawapa ofisi yao, watawapa usafiri, kwani kuna shida gani? Kote kuna tuchotakiwa ni usawa wa Chadema. Yote ni Chadema, sio kwamba kuna Chadema na chama kingine. Yote ni Chadema. Na mimi mwenyewe ni mwanachama wa Chadema. Sasa lakini watu wanajiuliza kwa nini hukupeleka kabla ya hapo, na pia ulikuwa ni mjumbe wa bodi ya wadhamini. Yalizungumzwa lakini akawa yanarushwa. Sio kwamba watu hawajadai, wamedai mapema sana kwamba Chadema Zanzibar na wao wapewe haki yao. Chadema Zanzibar na wao wawe na ofisi, Chadema Zanzibar wawe na usafiri, Chadema Zanzibar wawe na posho. Ilipelekwa mapema. Sasa kule kwenye kamati ikawa inarushwa. Tumechoka kwa sababu ile nyumba tunayokaa Chadema Zanzibar ni ya kukodi. Kesho na kesho kutwa mwenyewe akija kututupa nje tutasemaje? Lakini ombi lenu la kwanza lilikuwa ni kwamba ni kuomba shughuli zote zisitishwe. Kama inaathiri wanachama wengine hakuna vyombo shughuli zisitishwe. Mimi mwenyewe ni Chadema na ndio mwanzilishi wa Chadema na ndio muasisi wa Chadema. Nitasemaje kwamba chama kisitishwe? Ninachotaka chama kiendelee. Kwa hiyo kiendelee, kila mmoja apate fungu lake. Sasa wewe utaona raha kuona Chadema Zanzibar inatupwa nje. Lakini kwa sasa hivi chama cha Chadema shughuli zote zimesitishwa kwa ile ambayo ilikuwa ni ombi lenu. Imesitishwa kwamba ile kidogo kilichokuwepo kisitumike. Tusubiri kwanza mpaka tarehe 24 tuone itakuwaje. Mahakama inasema sio tarehe 24, inasema ni mpaka kesi itakapoamuliwa. Mpaka tarehe 24. Hiyo kesi itapoamuliwa unaongea wewe. Lakini hauoni kama inaathiri baadhi ya kazi za Chadema na ni mambo ambayo labda yangeweza mkeza Kazi za Chadema zipi baba? Kazi za Chadema zipi? Kuna kitu gani kwenye Chadema sasa hivi? Kazi za Chadema zipi? Wanafanya nini Chadema sasa hivi? Kwa hiyo pia ni kwamba hauriziki na mwenendo wa Chadema. Siriziki na mwenendo wa Chadema ndiyo. Lakini sio kwamba inaonekana ni kwamba ni baada ya uongozi mpya kuingia ni kwamba mnafanya kama kulipa kisasi. Hiyo tulizungumza kabla hata uongozi mpya haujaingia. Mambo yalizungumzwa kabla hata uongozi mpya haujaingia. Isipokuwa uongozi mpya ulipoingia tulishtuka kwamba walikataa tusifanye uchaguzi. Hasa tunachotegemea sisi ni ruzuku. Sasa Chadema isifanye uchaguzi, tutapata wapi ruzuku ya kulipa nyumba, ya kupata usafiri, ya kukiendesha chama Zanzibar na huko bara pia? Kwa sababu vyama vya siasa vinategemea ruzuku. Kuna wakati Chadema ilikuwa haipati ruzuku lakini bado ikaendelea kuwepo. Kwa hiyo wewe mwenyewe hujui pesa zilikuwa zinatoka wapi. Katika sakata hili, walalamikaji hawa wameambia mahakama kuwa hakuna usawa wa mgawanyo wa mali kati ya Zanzibar na Tanganyika katika chama hicho. Pili, wameeleza kuwa kumekuwa na ubaguzi wa kijinsia, kidini na kimakazi katika chama hicho. Na tatu, wameeleza kuwa wanachama kutoka Zanzibar wamekuwa hawapati fursa sawa kama wanachama wengine. Waliomba mahakama kuzuia shughuli zote za chama hicho, lakini pia kuzuia mali za chama hicho zisitumike. Katika hukumu yake, mahakama ilikubali maombi ya walalamikaji hao, ambapo shughuli zote za Chadema zimesitishwa na chama hicho kimezuiwa kutumia mali zake mpaka uamuzi wa kesi ya msingi ya walalamikaji hao utakapotoka.
Moja ya jambo lililotokea mahakamani mnamo Juni 10 ni pale Bi Maulida alikuwa akitaja kuwa amejiondoa katika kesi hiyo alipokataa kuwa hakujiondoa na kuzikana nyaraka zilizowasilishwa kuwa amejiondoa. Jambo hili lilifanya mahakama kutaka hatua zichukuliwe dhidi ya wakili aliyehusika kuandaa na kuwasilisha nyaraka hizo zilizoonyesha kuwa Bi Maulida amejitoa katika kesi hiyo. Hata hivyo, Juni 11, wakili huyo Edson Kilato ameeleza kuwa nyaraka hizo zilikuwa halali na kwamba mhusika, yaani Bi Maulida, alihusika moja kwa moja katika kuziandaa. Lakini jambo la pili ni kuhusu tuhuma ya udanganyifu kwa maana ya forgery pamoja na maneno mazima ambayo Maulida Anna Komu aliyazungumza jana. Kwanza akasema hata hajawahi kumfahamu hata wakili mwenyewe. Kwa ndaomba nianzie kwanza hapo. Kuhusu kufahamiana na Maulida Anna Komu, nafikiri ili ni jambo kwamba nifahamu ni jambo hapana la uongo. Maulida Komu kwanza ni moja ya watu ambao niliwahi kumfanyia dodoso cross examination wakati wa kesi ya kina Halima Mdee kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilimhoji masaa mengi sana. Kwa at least kwa mara kwanza atakuwa nilifahamu kwa sababu tulishafanya hilo. Lakini kuhusiana na sakata sasa. Sakata hilo la waraka huu ambao umesema umefojiwa. Waraka huu ambao anasema ulifojiwa ulitengenezwa kwa maelekezo ya kwake yeye. Na ikumbukwe kabla hapa mimi sikuwa na mazoea na mheshimiwa Maulida Anna Komu. Kwa mimi niliweza kuunganishwa kwenye kesi hii kwa kupigiwa simu. Kuna wakili ambaye alitakuwa aende akashughulikia jambo lake ambaye akawa ameitwa kwenda kwake, wakili Garubindi, Gaston Garubindi. Sasa ikatokea bahati mbaya wakili msomi Garubindi hakuwepo. Kwa hiyo ikabidi sasa waombe mtu wa kuongozana na huyo mtu mwingine ambaye alikuwa amemuomba msaidie kupata wakili kwenda kwake Kigamboni, na ndipo nikaja nikatafutwa mimi kwenda kumsaidia kwenda kwa ajili ya kuandaa nyaraka hii, kwa sababu alikuwa yeye hoja yake aliyokuwa nayo anasema hiyo kesi namba 8323 ya mwaka 2025 dhidi ya Chadema, anasema yeye alirubuniwa kuingia kwenye kesi ile. Kwa alikuwa anahitaji wakili ambaye atamguide au atamuongoza namna ya kuweza kujiondoa kwenye kesi ile. Na mtu aliyeomba kutafuta wakili kwa mara ya kwanza aliombwa naibu katibu mkuu wa Chadema Mheshimiwa Amani Golungwa. Baada ya Mheshimiwa Amani kuwa ameomba, kwa hiyo akaambiwa tafute wakili. Kwa hiyo Amani mtu wa kwanza aliyemtafuta alikuwa ni Mheshimiwa Gaston Garubindi wakili. Baada ya kuonekana Garubindi siku alikuwa amesafiri, Garubindi ndio akaniomba mimi kwamba muongozane na naibu katibu mkuu Amani kwenda kule Kigamboni kwa ajili ya kwenda kumsaidia huyu mama, mkamsikilize afu mkaone anasaidiweje kwenye jambo lake. Kwa mimi kwake nilikuwa sipajui kabla. Kwa tukaondoka, ilikuwa kati ya tarehe 6 au tarehe 8 mwezi wa 5. Tukaondoka, mimi nilikuwa ofisini. Kwa hiyo nakumbuka Mheshimiwa Amani alinipitia pale ofisini kwangu Posta. Baada hapo tukiwa na driver anaitwa Mudi kwenye gari ya Chadema, tukaenda mpaka Kigamboni, mtaa unaitwa mtaa wa Cheka. Pale ndio sehemu ambayo Maulida Komu anaishi. Kwa hiyo tukafika, kwanza yeye mwenyewe ndio alikuwa anawasiliana na Amani wakati tunaenda pale, kwa sababu kufika pale ni pagumu sana, ni sehemu ambayo kidogo imejificha. Kwa hiyo tulitembea na tulipofika pale pana njia mbili kidogo zikatuchanganya, lakini baadaye kuna kijana alitumwa, ni kijana kidogo wa umri labda wa miaka 40 na kitu 50, akaja akasogea mpaka barabarani akatusogeza mpaka pale. Ni sehemu ambayo ina maji yanatuama mkipita. Kwa hiyo tukaingia, lakini mwisho wa siku tukafanikiwa kufika mpaka pale nyumbani kwake. Kwa tulipofika pale tukaongea naye, akatueleza kwamba kwa kweli yeye watu waliomfuata kwa ajili ya kufungua kesi hii hawakumwambia kwamba wanalenga kufungua kesi ambayo inaenda kuzuia shughuli za chama ambacho yeye ni muasisi wake. Kwa alivyokuja kugundua akasema, nimeona nimeumia sana, siwezi nikaendelea kuhujumu chama changu. Kwa ndio maana nimewaita ili muweze kunisaidia namna ya kuweza kuniongoza jinsi ya kujitoa kwenye kesi hii na kuniandalia nyaraka. Kwa baada kwa tumezungumza yale yote, basi kwa sababu nilikuwa nimetembea na laptop, nakumbuka tulifanya ile zoezi pale nyumbani kwake, ikaandaliwa nyaraka. Baada hapo tukaenda kuichapa, na tulipata shida kwa sababu stationery pale zipo mbali sana. Kwa tukaenda sehemu ya mbali sana mpaka tukapata stationery Kigamboni, tukaenda tukaprint copy za kutosha, na baadaye tukarudi nazo mpaka pale nyumbani kwake. Na nitaelezea nyumbani kwake papo vipi, kwa sababu ni sehemu ambayo nimeingia na ifahamu vizuri, na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda hiyo siku.
Kwa tulivyorudi nazo pale akaja akaziangalia, mwishoni akasema jamani nimefurahi nimezipokea, lakini kwa sababu na watoto pia naomba nisisaini leo zibakie. Kwa hiyo ninavyosema kwenye tarehe 6 au 8 tulivyoenda mwezi Mei hakusaini siku ile. Kwa akaomba zibakie ili akae na watoto wake kwanza mahali pale ili apate muda kuweza kutafakari pamoja na watoto, alafu baadaye aweze kuamua kwamba ana proceed kwenye stage sasa ya kusaini zile nyaraka au la. Sasa bahati nzuri ilipofika mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 2025 siku ya Jumapili, palikuwa na kikao cha baraza la wadhamini ya Chadema ambapo Maulida akahudhuria, akakutana na wajumbe wengine wa baraza ambao sitaweza kuwataja hapa, itakapofika stage yake nitataja. Alipofika pala kaeleza yale na akaonyesha kusikitika kwake kwamba kuna watu wamemrubuni. Palikuwa na shinikizo la watu ambao sitawataja kwa sababu wengine ni viongozi kwenye serikali pia, lakini ikifika wakati tutaweza tukazungumza. Kwa walimshinikiza, lakini anajuta sana kwa kitendo ambacho kimefanyika. Kwa akasema naomba wenzake wamsamehe na yupo tayari kuendelea kutumikia chama, na hiyo kesi yeye hatataka kuendelea kuwepo, atajiondoa. Kwa hiyo akaomba kwamba sasa tarehe 16 mwezi Mei, siku hiyo ufuatia 2025, yupo tayari zile nyaraka kuzisaini. Kwa hiyo mtu aende pale akamshuhudia sign ili hatimaye zifailiwe na yeye kuweza kuitoa kwenye kesi. Utaratibu ulifanyika na hilo zoezi lilifanyika pale kwake, na akiwepo Amani Guruku, naibu katibu mkuu wa Chadema, akasaini yule mama. Na baada ya kuwa zimesainiwa zile nyaraka, na labda kuna kitu kimoja nikisisitize kwa sababu ya unyeti wa zile nyaraka, kwa sababu kwa hali ya kawaida, kwa sababu ni nyaraka ya kujitoa kwenye kesi, angeweza kusaini hata wakili peke yake. Lakini kwa sababu ni jambo ambalo linahusu haki ya mtu kujiondoa kwenye kesi, ile nyaraka iliandaliwa lisaini yeye na akasaini wakili. Kwa hiyo kuna counter signing ya pande zote mbili. Signature yake ipo pale na baadaye mweza mkapitia mkaona document. Na hata ukiangalia signature ile aliyoisaini na signature yake iliyopo kwenye document hizo zingine zote haina utofauti wote, ni kitu hicho. Kwa hiyo akaenda kasaini pale, tukashuhudia mbele ya katibu mkuu, alikuwepo pale, lakini sikia alikuwepo na kijana wake mwingine pamoja na binti mwingine mdogo pale nyumbani kwake. Kwa hiyo Maulida Anacom akazisaini zile nyaraka, na alivyozisaini nakumbuka ilikuwa ni kwenye tarehe 19 sasa mwezi Mei 2025 ndio tukaenda kuzifaili kwenye mfumo wa mahakama ambao ni ile wanaita nini, electronic case management system. Kwa tukaifaili na baadaye control number ikatoka, ikalipiwa. Baada ya kulipiwa, baada hapo ikawa inasubiria sasa tarehe ikija, utaratibu wa kawaida ukisha sign notice kama hiyo, siku kesi inakuja, mnapata nafasi ya kwenda ku address mahakama, kwa maana ya kuiambia kwamba tuna notice kwa ajili ya kukamilisha ule mchakato. Kwa hiyo kiufupi hayo ndio mambo ambayo yalijiri mpaka tunafika kwenye hatua ya kuwa na hiyo notice ambayo ilifailiwa kwenye mfumo ya Mheshimiwa Anacom kuweza kujitoa kwenye kesi ile. Sasa nimezungumzia kama nilifika nyumbani kwake. Naomba nizungumzie mazingira ya pale nyumbani kwake. Kwanza, kama nilivyosema, kabla hujafika nyumbani kwake, ukiacha pale barabara ya lami kubwa, kuingia kwake hapa kuna njia mbili ambazo zinaenda kukutana. Kuna sehemu kuna dimbwi la maji pale katikati, na ukifika pale kwenye dimbwi pembeni kuna mwembe mkubwa. Halafu nyumba yake ipo pale, ni nyumba ambayo haina rangi, ni nyumba ambayo imepigwa plaster tu ya zamani na ina muonekano ule wa kizamani, sio nyumba ambazo zina paa ya kizamani, ambayo nyuma yake huku kuna migomba. Kibaraza kipo upande, nafikiri sasa sijui ndio kaskazini, kuna kibaraza pale kipo. Na ndani kwake tulivyoingia pale ana makochi pale matatu yale ya kizamani kabisa, sio sofa. Halafu ana sofa la kukalia watu watatu jingine moja. Kwa ana makochi ya kawaida matatu na ana sofa la kukalia kama watu watatu. Yote hapo pale, na ana TV flat screen ndogo moja ipo pale. Na ile sebule yake ilivyokaa kuna kisehemu kama dining, lakini ni sehemu ambayo imekaa ni kama patumii kwa ajili ya dining. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tulifika tunapajua vizuri kwa sababu tulikuwa tumeongozana watu watatu. Kwa hiyo tulifika pale kati ya tarehe 6 mpaka tarehe 8, na baadaye tukuja tukafika wakati anaenda kusaini hizi nyaraka. Kwa hiyo kutokana na hayo yote ni kitu ambacho kimepelekea mimi nikashangaa sana. Yaani mtu wa aina hii akasema kwamba hatufahamiani na mimi hanifahamu. Na nimeshafika kwake, mbele ya familia yake ipo pale, nimezungumza mpaka kwake. Mimi sikuwahi kuwa na mahusiano na yeye kabla. Maana kama tulikuwa na mahusiano ungesema hapa nyumbani kwake nishafika na paelewa. Lakini mimi nimekwenda
kwa hizi tarehe ambazo tumekwenda kusainisha nyaraka ndio nilifanikiwa angalau kupata picha pale jinsi palivyo, na nakumbuka tulishinda ile siku karibu siku nzima. Kwanza nilijisikia kuuma mpaka nikaenda kuna dispensary mitaa ya mbele pale, nikaenda kupata matibabu. Ile siku tukapita kuna sehemu pale kama kuna genge fulani, tukaenda tukachukua mpaka soda, ilikuwa jua linawaka sana. Kwa at least ni sehemu ambayo nikifungwa kitambaa nikitua pale naweza nika-identify vizuri na pafahamu vizuri sana. Na mheshimiwa Nakomu ni mtu ambaye namfahamu vizuri sana. Kwa hiyo ni jambo la ajabu sana kuona kwamba amefika mahala kaenda kakana nyaraka ambazo kimsingi alienda kazi sign na kupelekea kutanish image, ikaonekana kwamba mimi nimefanya vitu ambavyo ni vya forgery. Jambo ambalo mimi sijawahi kufanya na siwezi kufanya. Ni mtu ambaye analinda reputation yangu kwa wivu mkubwa sana. Kwa ni mambo ya ajabu. Lakini ambacho naweza kusema labda inawezekana yale mazingira watu ambao walikuwa wanampa pressure, ambaye alieleza kwamba kuna viongozi walikuwa wanampa shinikizo kwamba hakikisha kesi inaendelea. Mimi naamini ile shinikizo bado lipo. Ndio ambalo limesababisha baadaye mama mtu mzima ambaye mara ya kwanza alisema kabisa kwamba haweza kuhujumu chama, yeye ni muasisi, kwamba hataki kuendelea na kesi kwa sababu alikuwa ameshinikiza, kwa ameamua tena kurudi kule kwenye square one, sehemu ambayo alikuwa amekataa. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kwa kifupi hayo ndio mambo ambayo yamejiri kwenye sakata hili. Lakini cha kusema tu ni kwamba mpaka hivi ninavyozungumza, hiyo amri ambayo mheshimiwa jaji aliyetoa siku ya jana, ambayo kimsingi ni haki yangu kwa sababu tayari imenigusa haki yangu, mpaka sasa hivi ninavyoingia kwenye press hii, nilikuwa nimeingia kwenye mfumo kwenye akaunti ya mahakama, sikuiona kama imeshaingizwa mpaka sasa. Sijajua kwa nini, kwa sababu kwa mwongozo wa mahakama yenyewe kwa sasa hivi anatakiwa jaji anapomaliza kutoa maamuzi watu nakala yao ipatikane, waingize kwenye mfumo, iwe accessible kwenye public mara moja. Lakini mpaka ninavyozungumza haipo. Kwa hiyo kukosekana kwake inaninyima mimi fursa zingine za kuweza kuchukua hatua za kisheria.